Moja ya ugonjwa ambao unatakiwa uone kama project ya muda mrefu ni kisukari. Kisukari ni project ya muda mrefu kwa sababu mpaka unaigundua kwenye mwili wako inakuwa imeshajitengeneza muda mrefu. Yaani wameinjinia washaingia wakachapa kazi, wewe ukaachiwa project iliyokamilika. Sasa wengi mnaingia katika mfumo wa matibabu mkiwa na approach ya quick fix. Unataka kupata matokeo ndani ya wiki moja, wiki mbili, na ndio maana inakuwa rahisi sana kukutana na watu ambao wanakuahidi hizo ahadi za kupona ndani ya muda mfupi, halafu mwisho wa siku unaangukia pua kwa sababu wewe unaiona ni project ya wiki moja, project ya wiki mbili. Si kweli. Ni tatizo la kimfumo ambalo mwili wako unaanza kudhihirisha baada ya wewe kuwa na tabia ambazo sio nzuri kwa miaka kadhaa. Tunazungumzia matatizo ya kimetaboliki, kwamba uwezo wa mwili kutumia chakula pasipo kutengeneza changamoto yoyote. Lakini pale ambapo mwili unatumia chakula hicho ambazo wewe unasema kimekukuza, umekizoea, lakini mwili ukaanza kuibua magonjwa, hiyo ni project ambayo mwili umeingia kimya na mwisho wa siku imekuja kujidhihirisha. Kwa hiyo approach yako ya kimatibabu unatakiwa uwe na long term. Ni kweli unaweza kaireverse ndani ya miezi mitatu, hata kabla ya hapo, labda ndani ya miezi 6. Yaani unaweza kaireverse labda kwa kipindi fulani, lakini ukae ukifahamu kabisa kwamba unatakiwa utengeneze mfumo mzuri sasa wa kuishi maisha ya kiafya kwa miaka iliyobaki. Acha kuwa na zile idea za kutaka short term, yaani unataka tu matokeo ya haraka. Hata wale wanaopona kansa huwa wanaitwa ni wahanga yaani watu ambao wamepona kansa huwa wanabadilisha lifestyle zao na wanakuwa wanahudhuria kliniki mara kwa mara kucheck maana kinihisi karudi. Sasa kuna mtu anafanya lifestyle change kwa wiki moja, sukari inakaa normal, anarudi kula kila kitu. Kwa mimi service kwa yangu iko vizuri, mimi nakula kila kitu. Hajapima vipimo vikubwa kujichunguza, hajachunguza uwezo wa mwili kutumia sukari ili angalau hata kama anaonja aweze kuwa huru. Tayari umeshaanza kujiachia. My friend, unachokitengeneza ni kuidumisha hii project ili ianze kuzaa matunda. Utakuwa ni mtu wa kutumia dawa za UTI na fungus kwa sababu kinga za mwili zimeshuka, maambukizi kwa ni kugusa tu. Utakuwa ni mtu wa kuhudhuria kliniki za macho kwa sababu sukari itaharibu macho yako, inaweza kuharibu figo zako. Sukari inaweza kuharibu viungo vyako, ukapoteza hata vidole. Ukashangaa unajikuta hata una vidonda visivyopona. Ugonjwa wa kisukari ni project ambayo inajiunda mdogo mdogo. Sasa wewe anza kutengeneza mazingira. Kwanza ugonjwa wa kisukari ni kama information kwamba okay. So kumbe katika miaka yetu 20 iliyopita, miaka yetu 10 iliyopita tulikuwa tuna makosa ya lishe ambayo tulikuwa tunayafanya. Haya ndio yamejiwekeza mdogo mdogo yakatengeneza huu ugonjwa. Okay. Vyakula vingi ambavyo ninavimudu ni vyakula ambavyo vina uwezo mkubwa sana wa kurudishia huu ugonjwa tena kwa baadaye. Okay. Sasa ndio kipindi ambacho inabidi sasa uanze kuwaza vyakula ambavyo unajua ni vya kiafya lakini kuvipata ni gharama na uko na familia tayari. Anza kutafuta namna ya kufuga. Anza kutafuta namna ya kulima hata katika eneo dogo, anza kujifunza. Kwa sababu wewe ni mkubwa sana kujisalimisha kwenye kaugonjwa kadogo kama kisukari. Unakutana na mtu anakuambia haya magonjwa ya matajiri acha yatuue tu. Yaani kisa unahitaji kununua pengine mayai. Na unaona huwezi kununua mayai. Kwani mayai yanazalishwa kiwanda gani? Kwani hizo vyakula ambavyo ni vya kiafya vinatoka nchi gani? Si unaweza kulima, si vyakula vya asili kabisa. Why don't you find a farm? Kwani usitafute shamba ukaanza kufuga hata katika eneo dogo ulipo, kwanza ukaanza na eneo dogo dogo. Kwa sababu tunakoelekea vyakula vya kiafya vitakuwa ni gharama. Yes. Sasa je, ujisalimishe ya kusurubisha magonjwa? Uishie kuwa chanzo cha mapato? Kwa sababu unapokuwa na ganzi kuna dawa za ganzi, unapokuwa na shida ya macho kuna dawa za macho, unapokuwa na shida ya nguvu za kiume kuna dawa za nguvu za kiume, unapokuwa na shida ya uoni hafifu, kila changamoto na bahati mbaya zingine zinakuja kukumaliza kabisa. So find a way kujinasua, find a way kufanya maintenance baada ya kupona ili uendelee kuishi maisha ya kiafya, kwa sababu mwisho wa siku utakuwa victim, yaani utakuwa ni mhanga tu. Mimi nataka uwe victor, nataka uwe mshindi. Baada ya kugundulika na ugonjwa wa kisukari na baada ya kupona ugonjwa wa kisukari, ufanye maintenance
lifestyle kuhakikisha tatizo halirudi tena. Ushagusa makucha ya simba na ukatoka, usikubali kurudi tena. Okay? Huo ni ushauri wangu tu, sijui una maoni gani, lakini nachukizwa sana ninapokutana na mgonjwa wa kisukari, au najisikia vibaya ninapokutana na mgonjwa wa kisukari. Yani anataka kukubali kama ni kamsalaba akakudumu, kisa hataweza kumudu diet ya kubadilisha ya kutibu ugonjwa wake. Inawezekana sasa hivi mambo yako sio mazuri, ni temporary situation. Usijijaji kwa hali yako ya sasa. Sasa ndio itakuwa ya milele. Maana kama huna mpango wa kubadilisha, ugonjwa wa kisukari pia sio project ya wiki moja au project ya wiki mbili. Ina maana kipindi ambacho unajisalimisha kwenye maisha ya kushindwa, ugonjwa pia unazidi kukomaa.